mubtilatu as-salah wa makruhatuha, vinavyoharibu swala na vitu ambavyo ni karaha kuvifanya mtu akiwa ndani ya swala. Mubtilatu swala, vinavyobatilisha swala, wa makruhatuha, na vitu ambavyo ni karaha kuvifanya mtu akiwa ameswali. Anasema mubtilatu swala, vinavyoharibu swala. Kasha kutengeneza swala, umeenda mpaka mwisho, sasa nakuletea vitu ambavyo ukivifanya vitaharibu swala yako, na hivi ndio mtu anatakiwa ajue. Anasema tabtulu salatu bil hadathi, swala inabatilika kwa kuharibika udhu. Sisi tunaelewa alhadathi ni kitendo cha kuharibika udhu. Wewe ukiwa kwenye swala tu ukaona udhu wako umeharibika, basi hiyo swala hapo inafanya nini? Ishabatilika. Hata ukiendelea kuswali, hiyo sio swala tena. Kwa hiyo tabtulu salatu bil hadathi, swala inaharibika kwa mtu kupata hadathi. Sawa, umetoka na upepo, swala inaharibika. Umetoka na mkojo, swala imeharibika. Umetoka na choo kikubwa, swala imeharibika. Unaweza kuwa wewe mtu unaharisha na uko kwenye swala, mara ukasikia habari zimemwagika, hata kama ni kidogo, swala imefanya nini? Imeharibika. Kwa hiyo inaharibika swala kwa kuhuduthi. Kuhuduthi ni kule kutokuwa na udhu. Sawa. Anasema wabiuqui najasati, sawa, wabiuqui an-najasati, na kwa kuangukiwa na najisi. Najisi ni kuangukia na wewe uko ndani ya swala. Sheikh anasema in lam tulqa halan, ikiwa hiyo najisi haikutolewa hapo hapo, ya najisi imekuangukia tu hapo hapo ukaitoa, swala yako itaendelea. Wa bi'uqui najasati, na kwa kuangukiwa na najisi, illa tulqa halan, ikiwa hiyo najisi haikutolewa mapema. Sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja anaswali na masahaba, amevaa viatu, akachomoa viatu vyake akavitupa pembeni. Masahaba wote nao akachomoa viatu akavitupa pembeni. Mtume alipomaliza kuswali akamwambia, ma bali na nini nyinyi, mbona mnaondosha viatu vyenu miguuni? Akamwambia, tumekuona wewe umetoa na sisi tumetoa. Akawaambia, mimi amekuja Jibril akaniambia moja ya kiatu chako kina najisi, hasa sikujua ni cha kulia au cha kushoto, kwa hiyo nibidi nivue vyote. Sawa. Kwa hiyo kitendo cha kuambiwa na Jibril kwamba kiatu chako kimoja kina najisi, Mtume kavua pale pale kaweka pembeni, ndio hii illa tulqa hala, kama haikutolewa ile najisi haraka. Kwa hiyo Mtume haraka akatoa ile najisi akaendelea na swala yake. Sawa. Usije ukaniuliza inafaa kuswali na viatu, inafaa kuswali na viatu, lakini sio uje na viatu kwenye msikiti tumeweka zulia. Msikiti wa Mtume ulikuwa hauna zulia. Msikiti wa Mtume ulikuwa kumemwagwa kokoto tu, changarawe ndogo ndogo kule ndani. Kwa hiyo unaingia na viatu na unatoka.
Sisi kwenye sheria tunaruhusiwa kuswali na viatu, lakini uhakikishe kwamba havina najisi. Kwa hiyo kwenye sheria yetu sisi mara unaswali na viatu na mara hauswali na viatu, kwa sababu ya kukhalifiana na Mayahudi na Manaswara. Mayahudi kwenye nyumba zao za ibada wanavua viatu, Manaswara kwenye nyumba zao za ibada hawavui viatu. Sasa ili kuwa khalifu, na Mtume anasema khalifu Yahuda wa Naswara, tofautianeni na Mayahudi na Manaswara. Kuna wakati unavaa, kuna wakati unavua. Mfano wewe umeenda kuswali swala ya Eid kiwanjani pale, umeswali sehemu hakuna jambo, hakuna turubai, hakuna nini, unaswali na viatu. Wewe ni msafiri, uko kwenye chombo cha usafiri, unataka kuswali, hakuna haja ya kuvua viatu, unaswali na viatu vyako. Sawa? Sio kama tunawaona vijana wengine wanajazika kwenye mitandao, tunamwona mtu na mabuti kwenye zulia. Allahu Akbar. Sasa hii ni sunna ndio, lakini umeweka pahala pahala pake ni msikitini, lakini msikiti huo umetandikwa nini? Zulia na viatu ni vitu viwili tofauti, kwa sababu si lazima kuswali na viatu. Si tumeelewana? Si lazima kuswali na viatu. Sawa? Kwa hiyo jambo la kwanza ni kutokwa na udhu, jambo la pili ni kuangukiwa na najisi kama hujaitoa halan, kama hujaitoa hapo, ikiendelea kubaki na wewe unaswali na unajua kwamba una najisi, swala yako itabatilika. Wa bilikishafi al-aurati illa tustar halan. Sawa? Na wa bilikishafi al-aura, sawa, na nguo zikikuacha uchi, unaswali kwenye upepo ukaja ukabaki uchi, illa tustar halan, ikiwa umekunyanyua upepo umekuacha uchi alafu pale pale ukajifunika tena, sawa, endelea na swala yako. Lakini ukakuacha upepo, umechukua nguo yenyewe umepeperushwa nayo, hapa swala yako inafanya nini? Swala inabatilika. Sawa? Au umevaa nguo ambayo wewe umeenda kusujudu, ulivyosujudu tu kumbe nguo lenyewe lishaoza, likachanika swala inafanya nini? Hii haina. Kama kuna mtu anakuingilia akakutupia pale pale, sawa, utaendelea na swala yako. Lakini kama huna nguo nyingine, swala inafanya nini? Imeharibika. Wa bilikishafi al-aurati illa tustar halan, na kwa kufunuka utupu ukawa wazi, ikiwa mtu hakujistiri saa hiyo. Jambo la tatu, wa bil kalami al-abd, na kwa kuzungumza kwa kusudi. Umo ndani ya swala ukakusudia kuzungumza, swala inabatilika. Mtu anaita fulani yuko hapo, yuko kwenye swala, huyu hapa, alhamdulillah, unajua swala yako imeharibika. Swala inafanya nini? Mtu anatafuta kitu sasa, hicho hapo kwenye meza, tayari wewe umekusudia kufanya nini? Umekusudia kuzungumza na kujibu.
Anasema wabima yufattiru saima, na kitu chochote kinachomfungulisha aliyefunga. Kufanya jambo lolote ambalo mtu aliyefunga litaharibu saumu yake, na ukilifanya kwenye swala litaharibu swala yake. Kula, kunywa kwenye swala. Wabima yufattiru saima, na kitu chochote kitakachomfunguza mwenye kufunga, ukikifanya huko ndani ya swala yako imeharibika. Huwezi kula na huwezi kunywa wakati umo ndani ya swala. Amdan, kufanya hivyo kwa kusudi, ukila au ukinywa kwa kusudi, swala yako inaharibika. Wa bil akli al-kathiri nasiyan, na kula chakula kingi ili hali umesahau. Si tumeelewa? Wewe umesahau kama uko kwenye swala, umeletewa chokoleti na mwanao katoka shule, baba chokoleti, na wewe kwacha. Wewe uko kwenye swala, ujue swala yako inafanya nini? Imeharibika. Aklul kathir. Sasa shekhe hapo maana yake aklul qalil inaweza isiharibu swala yako. Wewe unataka kupiga mchele, kama mchele kamebaki huko mara kamepita kikenyewe, hii sasa swala haiharibiki. Swala ifanye nini? Haiharibiki. Lakini vema kabla ya kuswali usikutue nini? Usikutue mdomo, utoe hizo hapa. Anasema wa bithalathi harakati mutawaliyat walau sahwan, anasema na haraka tatu zenye kufuatana hata kama umesahau. Haraka sawa, upige hatua tatu za kufuatana hata kama umesahau, swala itaharibika. Hii kwa mujibu wa madhehebu ya Imam Shafi. Sawa, kwa sababu wao wanaona Mtume wakati anakwenda anawapisha mbuzi hakupiga zaidi ya hatua tatu, 1, 2, 3 kafika kwenye. Sasa umeenda kipimo kile, ukipiga zaidi ya 3 swala inafanya nini? Imeharibika. Lakini hatua zozote zile ambazo zina maslahi na swala haziwezi kuharibu swala, kwa sababu Mtume hajasema zaidi ya haraka tatu swala itaharibika. Mtume kapiga haraka tatu kwa sababu ndio ilikuwa haja yake, haraka tatu. Ingekuwa ule ukuta uko mbali hatua 5 asingepiga, angeacha mbuzi wapite, asingeacha, kwa sababu lengo ilikuwa yeye mbuzi wapite nyuma yake na wasio wapite. Kwa hiyo mtu yoyote anapoona kwamba amesimama pahala ambapo watu wanaweza akamkata swala, anaweza akasogea pahala ambapo anaona hapa pana salama ya swala yake, na wala hiyo sio tatizo. Lakini kwenye madhhabi ya Imam Shafi, 3 harakati mutawaliyati, haraka 3 zenye kufuatana zinabadilisha nini? Zinabadilisha swala. Hata ukijikuna 1, 2, 3, 4, wanasema hapa swala yako itabatilika. Kama unatakiwa ujikune, utulie, ujikune tena, utulie, ujikune tena, utulie. Lakini sisi alhasil ni kwamba mtu kwenye haja ya kujikuna atajikuna, hakuna idadi, mpaka atakapoona pale pamepoa pale alipokuwa, kwa sababu ni mwili unahitaji kukunwa. Sisi tumeelewa. Sasa hii mara 3 inamtoa mtu kwenye swala, maana
aliyojikuna mara ya kwanza baada ya kujaisha sasa. Sio sheria kujizuia hapa. Anajikuna tena sasa, sisi atakesha na kujikuna huyo. Mwache ajikune, ashibe kule kujikuna. Madhali mwili unahitajia kujikuna na ajikune. Sio unajikuna tu bila haja. Yaani mwili hautaki kukunwa wewe basi unatafuta kujikuna. Haraka yoyote ambayo haina maslahi na swala inaweza ikabadilisha swala yako. Sawa? Anasema wa bidharbati almufriqati, na kwa kupiga kulikovuka mipaka. Sawa? Kupiga kulikovuka mipaka. Anaweza kapita mdudu wa hatari ukamkanyaga mara moja, mara mbili, basi. Lakini sasa wewe uanze kukimbizana naye, sasa hata kufurika hii inaharibu nini? Inaharibu swala. Wa bidharbati almufriqa, na kupiga kulikovuka mipaka. Walwathbati alfahisha, sawa, na kwa kuruka kulikovuka mipaka. Sawa, naweza likapita jambo ukalitambuka namna hii na wewe unaswali, lakini sasa upandishe na kanzu au na suruali ufanye sasa kule kumevuka mipaka. Sheikh anasema hapa swala yako itafanya nini? Itabatilika. Wa biziyadati rukni fi'li na amdan, na kwa kuongeza nguzo ya kitendo kwa makusudi. Wewe badala ya kurukuu mara moja ukarukuu kwa makusudi. Wa biziyadati rukni fi'li, na kwa kuzidisha nguzo ya kitendo amdan, kwa makusudi, utabatilisha swala. Sio sawa kwa makusudi, si kijana mbili wewe ukapeleka tatu, utakuwa umeharibu swala. Wa bil qahqahti, wa bil qahqah, na kwa kujikohoza. Qahqah, kujikohoza ambako hakuna sababu. Kukohoa kwa sababu hakubatilisha swala. Kukohoa kwa sababu hakubadilishi swala, lakini wewe kwenye swala utabadilisha, kwa sababu hii haiendani na swala. Wewe umesimama mbele ya nani? Usijikohoze, utabadilisha swala. Wa bitaghayyuri nia, na mtu kubadilisha nia. Ukibadilisha nia tu swala ishato, yaani Allahu akbar, hii swala sijui niendelee, sijui niache, tayari usharibu. Ukisema Allahu akbar, nia yako iwe mustamir, sawa? Au umeweka nia muallaka, nia umeialikisha na jambo moja, hapa ni swali sunna, lakini umeweka nia kwamba hapa akitokea Sheikh Maulid tu nashinda naye, ni swala na iache. Hii haiwezi kuwa swala, sababu swala inakuwa na nia jazim, nia haiwezi kuwa muallaka, sawa? Nia ya asma ya kufanya ile ibada, sio nia umeitungika kwamba akitokea fulani tu mimi nafanya nini, naacha swala kwa sababu nashinda naye, siwezi kumuona tena. Kwa hiyo nia ikibadilika, ile swala inafanya nini? Na hapa ninakumbuka bwana mmoja kutoka Morogoro, Sheikh Abdulkarim. Kwa bwana na maswali mengi, umeshatoka kwenye kipindi, tuko sehemu tunakunywa chai, yeye anakuja hapo mara nyingi,
anaanza kumuuliza shekhe, bana, mimi nimesafiri, nimeenda sehemu na mtafuta mtu. Yule mtu nimemtafuta sijamuona. Nafika time ya swala, tunaingia kuswali. Sasa nimesimama dirishani toka kwenye swala, namuona pale. Sasa namuitaje? Mimi nikaanza kusoma kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas, ili mradi asikie ile ageuke. Badala ya kumjibu tulishe, sisi wote tunaamka na kicheko. Anamwambia shehe, bwana akinipita bwana siwezi kumpata tena. Watu wengine wana maswali ya ajabu. Sawa, kwa hiyo wapitakaji nia na kwa kuharibu na kubadilisha nia unaharibu swala. Wabitarki rukuni min arkani swala, na kwa kuacha nguzo miongoni mwa nguzo za swala kutaharibu swala, au sharti min shurutiha, au sharti miongoni mwa sharti za swala kunaharibu swala. Sharti za swala ni udhu na kuingia wakati, udhu na kuingia wakati. Kama wewe umeswali swala nje ya wakati, haiwezi kuwa swala hiyo ni batili. Kama umeswali swala huna udhu, haiwezi kuwa swala hiyo ni batili. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yanaweza kuharibu swala ya mtu. Turudie tena. Anasema tabtulu salatu bil hadathi, kwanza inaharibika swala kwa mtu kutokuwa na udhu. Yaani wewe kwenye swala udhu wako ukaharibika, ujue na swala yako imefanya nini? Imeharibika. Kwa hiyo toka, nenda kachukue udhu. Ukirudi utakuja kuunga pale ambapo wako wenzio, wakitoa salamu wewe utamalizia. Huwezi kusema zile mbili nilizo swali na ziunganisha na hizi, kwa sababu kitendo cha kuharibika udhu kimebatilisha ile swala uliyokuwa nayo. Sio, tumeelewana? Wa biuqui najasati illa tulka hala, na kwa kuangukiwa na najisi ikiwa najisi hiyo haikutolewa haraka. Wa bilinkishafi al-aurati illa tustar hala, na kwa kufunuka utupu ikiwa utupu huo haukustiriwa saa hiyo hiyo. Wa bilkalami al-abd, na kwa kuzungumza kwa makusudi ndani ya swala unaharibu swala. Wa bima yufatiru swaima abdan, na jambo lolote ambalo akilifanya mtu aliyefunga linaharibu funga yake, akalifanya kwa makusudi likaharibu hilo jambo swala yake. Wa bil akli alkathir nasiyan, na kula chakula kingi au kunywa kinywaji kingi ndani ya swala hata kama umesahau unaharibu swala. Wa bithalathi harakati mutawaliyati, sawa, na tumesema hili katika madhhabi kwamba kuleta haraka tatu zenye kufuatana unaharibu swala, walau sahwa, hata kama atafanya kwa kusahau. Wa bidarbati mufrita, na kwa kupiga kuliko pita mipaka, sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema anayetaka kukupita kwenye swala utamzuia mara moja kidogo, akitaka kupita tena utamzuia tena, akitaka kupita tena falyuqatiluhu, ai yadfa'uhu bikuwa, falyuqatiluhu, agombane naye, sio amshike mashati. Wewe bwana unasemaje? Mimi nimeshakuzuia mara ya kwanza, sasa wewe hata uelewe. Mtume akasema falyuqatiluhu, apigane naye, unampiga bonge la kichwa. Falyuqatiluhu ay yadfa'uhu bikuwa, amzuie kwa nguvu.
kwamba hapa uruhusiwi kupita. Sisi tumeelewa sio falyuqatiluhu, pigana naye afu ishamaliza kupigana naye unaendelea na swala wewe umesipanga kabisa kibla ushakiacha, nasemaje? Haiwezekani. Falyuqatiluhu ay yadfa'uhu biquwwa, amzuie sasa kwa nguvu. Sawa. Kwa hiyo kumzuia kwa nguvu unaweza hata ukampushi. Sawa. Hata akaenda kupiga kiguzo kule potelea mbali, lakini dafatahu biquwwa, umemzuia kwa nguvu. Na sheria inasema hata kama umemzuia kwa nguvu, sawa, au umemzuia mara ya kwanza, umemzuia mara ya pili, mara ya tatu akaja ukampiga kibao akaanguka akafa, wewe una kesi, kwa sababu huko kumzuia na huko kumpiga umeruhusiwa kisheria. Haukumpiga hikidan au kumpiga kwa chuki. Sheria imekwambia huyu umemzuia mara ya kwanza aelewe, umemzuia mara ya pili aelewe, mara ya tatu Mtume anasema falyuqatiluhu, mzuie kwa nguvu. Nguvu unayoona kwamba hii hapa itamzuia, hata kwa kumtia kibao ndio anaelewa huyu, kanyaga kibao kimoja. Adharbatu ghairu mufriqa, upiga ambapo hakujavuka. Sasa ukianza sasa, ngoja nikuonyeshe sasa wewe. Mtume akasema huyu shetani, fa innahu shaytan, kabeba sifa za kishetani huyu. Sasa ifrat ni kule kabisa kuacha swala, sasa ukapanga ngumi, sasa naanza kurushiana makoni. Sasa hata ifrat hii taaribu swala, ukimaliza inabidi uswali tena. Walwasbatu alfahisha, na kuruka kulikovuka mipaka. Wa biziadati rukni fi'li amdan, na kwa kuzidisha nguzo ya kitendo kwa makusudi kwenye swala, utabatilisha swala. Hizo hisia za pembeni zimeachwa zinawaka hivi kama wa bilqahqaha, na kujikohoza kwenye swala hairuhusiwi, inabadilisha swala. Wa bitaghayyuri nia, na kwa kubadilisha nia kwenye swala. Nia yako sio kuendelea na ile swala inaharibika. Hata somo wewe uko saa saba unasema hii somo ya leo hii inaona kama siendelee nayo. Hata ukishinda bila kula, somo yako shabani inshallah bitaghayyuri nia, kwa kitendo cha kubadilisha nia. Wa bitarki rukni min arkani swala, na kwa kuacha nguzo miongoni mwa nguzo za swala. Au sharti min shurutiha, au sharti miongoni mwa sharti za swala. Ukifanya hivyo moja katika hayo mambo, swala yako itabatilika. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yanabatilisha swala.